Very nice. Very nice. Wacha tuone sasa kibureni. Mlikuwa mko na kiburi, sasa ndio jeuri wako. Daktari wacha. Imetosha. Imetosha. Ndasema ukweli. Bado haijatosha, sema. Ongea. Ongea. Mtaongea. Wewe ni nani? Unataka nini? Ukundo umeniambia ni job yako. Job gani? Kwani nimekujia bibi yangu? My beloved wife Charity. What's wrong with you? Wife. Yeah. Ebu nini cut kwanza kidogo. Ebu cut. Na cut nini? Who are you? Kwanza ni nani? Ebu acha kurekodi kwanza. Acha msichana, ebu acha. You're the wife. Yeah, she's my wife. So what's wrong with that? Acha mbona una record? Ana unijui? I have photos. Madam, who is this lady? Nani? Babe, tuende kwa nyumba babe. Nijibu kwanza. Mbona una record? Hamia hata saki shida na huyu. Huyu hata nisumbue. Huko ndio kazi. Sasa kazi gani na mimi umeniambia leo unaenda job nako huyu. Hello guys. Vile tulikuwa kwa hiyo. I told you the last time tena vile daktari alisema huyu John vile amekuwa akifanya, but John mwenyewe anakataa kata. Yaani men kataa, unakataa, yani unakataa. So ilibidi daktari ameweza kuleta the girl mwenye anaitwa Sally so that tusikie kutoka kwake. Is it true vitu zote amesema? Like is it true vitu zote zenye amefanywa ni hivyo? Vile John amekuwa akifanya ni hivyo ama iko aje? Lakini the way I believe daktari, I know it is true. So daktari, again we are here. Asante sana kwa nafasi hii. Na nashukuru Mungu kwa kuweza kutuleta hapa tena kuiona siku ya leo. Na mimi nilisema nitafuatilia hii mambo mpaka mwisho niweze kuhakikisha kwamba Charity ameweza kupata haki yake. Kila kitu ambacho aliweza kukifanyia kazi, kila jambo aliweza kuweka mkono wake aweze kulirudisha. Mtoto aweze kumrudisha, pesa aweze kuzirudisha, na hata ile shamba aweze kuirudisha, manake ni jasho lake. Hivyo basi mimi niko hapa kuweza kuhakikisha kwamba hayo yote yameweza kufanyika. Okay, thank you. How are you, Sally? I'm fine. How are you? I'm fine too. Na Sally, so daktari, mimi nitakupea tu nafasi uweze kuuliza Sally. Unaweza what can you say about Sally? Can you add something or ile kitu ambayo naweza sema kwanza hata kabla tujienda kwa Sally. Niweze kuuliza John. Ulinunua shamba ama hukununua shamba? John ulinunua shamba kweli? Mimi sikununua shamba. Lakini bwana daktari anasema, daktari nikuulize, si ni umeniambia kuwa Sally alinunuliwa shamba? Ndio maana nimetaka mwenyewe ajibu na mdomo wake. Ulinunulia, kuna mwanamke ulinunulia shamba ama hukumnunulia? Na wewe mwanamke ako hapa ama hayuko hapa? John, umeshinda ukikataa ndio Sally hapa eti hukumnunulia shamba. Sikubali. Mimi nitaambia daktari akuadhibu. Nikubali. Wewe usinite baby, niko na jina langu. Okay, Charity. Uliona nikinunua shamba? Ndio Sally hapa. Ndio Sally hapa hadi ako na title deed. Na anasema wewe ndio ulibai. Kumbe pesa zangu ndio ulikuwa unatumia kumnunulia shamba. Wewe mambo yako mimi sijui umetoa wapi. Mambo yangu? Sikuelewi hata kidogo. Mambo yangu aje? Sikuelewi hata kidogo. Unielewi kivipi? Ni mambo yako sijui umetoa wapi. Daktari ni ukweli. Acha tuulize Sally. Kuna shamba ambayo uko nayo ambayo si yako? Mwenye pesa shawaambia akununua shamba. Kwa hivyo nikuulize, uko na shamba ama huna shamba? Sina shamba. Hiyo title deed ambayo uko nayo ni yako? Title deed natoa wapi? Shamba sina. Amesema hakuninunulia shamba. Title deed natoa wapi? Kwa hivyo hauna shamba, hauna kitu ambacho ambayo si yako. Vitu zote ambazo uko nazo ni zako. Sina. Daktari, unaona venye wako na kiburi hawa? Unaona venye wako na kiburi? Mimi naomba uadhibu. Ulikuwa nikinunua shamba? Daktari, Sally nishai kununulia shamba? Daktari anaona.
Sasa ndio nashangaa mimi natoa pesa. Pesa nilikwambia niliweka na zingine uliweka wapi? Nimetuma nyumbani. Sionekani. Sasa pesa siziko. Kumbe hizo project umekuwa ukiniambia eti nimefanya ni uongo. Hakuna project. Hakuna project. Hata dada yako alinipigia simu akaniambia, "Huyu kijana yetu anakula tu pesa zako na wanawake." Kwa hivyo mnakaanga chini na dada yangu mkidiscuss. Tukidiscuss aje? Yeye ndiye alinipigia simu. Ni alienda huko. Hebu ngoja kwanza. So, mnabishana hapa, mnaniharibia wakati. Nani amekuita hapo unaongea nini? Wacha. Mnaniharibia wakati. Mambo ya shamba. Mimi si familia yako. Wewe ni nani? Mimi si familia yako. Na mimi nimewaita hapa ili sijawaita hapa kupiga kelele. Umetuita wewe kama nani? Kwanza wewe ni nani? Utajua tu mimi ni nani, usikue na shaka. Usiende mbio sana, utajua tu mimi ni nani. Nataka kujua wewe ni nani, manake umetukalisha hapa shamba. Hiyo kiburi uko nayo itaisha tu. Daktari, nataka uniadhibie huyu msichana ndiye apate adabu. Uende uoshe vyombo. Mimi nilienda kubadilisha hali ya nyumba yangu. Unabadilisha hali na yeye anabadilisha hali ya wengine. Mambo mingi na makelele, unakuja mambo mingi na makelele. Nisikuje kwa nini? Ni pesa zangu nilitumia wewe. Wewe mwanaume ni pesa. Sali kila kitu. Daktari nataka uniadhibie msichana koma. Nimekuwa nikikupatia heshima. Hebu nitoke mbele acha kunipoint. Sasa wewe hizo pesa ambazo unasema anaosha vyombo, hizo pesa ndo zinakufanya unawaka venye unawaka hivi. Uwepo. Hizo pesa huyu hakuna pesa amekuwa akikupa huyu. Ulikuwa wewe. Msina tuheshimiane. Tunaheshimiana. Sikiza. Acha tuheshimiane. Mimi nilikutuma Saudi. Hiyo ni pesa zangu. Wewe babe. Bebu nini wewe niache nawe. Hiyo ni pesa yangu. Ndio umekung'arisha hivi. Mnazirudisha. Pesa ziko wapi? Tuna settle pesa yako. Mimi nataka unirudishie pesa zangu. Sasa ngurudisheni umejaa gasi hivi. Unaona unakula na bwana wako amekukalia sawa. Amenikalia. Usinitolee kelele. Hiyo kelele pelekea bwana wako. Ona huyu. Acheni kelele. Sasa wewe haufanyi kazi. Kula tu pesa ambayo hujafanyia kazi ndio inakufanya una kiburi. Kwanza unaingilia maisha ya watu. Who are you? Who the hell do you think you are? Ama Juma kutawaka moto leo. Utarudisha hizo pesa. Mnaona mkivaa suti mko na standard sana, si ndio? Who are you? Unataka kujua mimi ni nani? Koma. Unataka kujua mimi ni nani? Ni kama kujui vizuri. Leo kutachimbika hapa. Haya. Naona nikikwambia wachange kelele kuleta kamera kila mahali. Sasa vitu kama hizi bado naleta kamera. Vitu tunaweza kaa chini na tunaongea. Unaongea nini? Mimi siongea hata na wewe. Mimi hata unaniongelesha nini? Pesa zangu tu ndio pesa ulinzalia mtoto. Kung'arisha. Apart from kumngarisha, unaona hiyo title deed mnaulizia. John, nilikuja kwako nikabeba title deed, uliandika jina yangu na niko na of course nilichukua title deed, si shamba ni yangu. Mbona ulichukua title deed? Ni yangu wewe mwenyewe. Umesikia? Nimechoka na kelele yenu. Nikwambia ukuje kwa nyumba yangu. Nimechoka na kelele. Kwa nyumba nafanya nini? Nilibeba iko kwangu. Utapata wapi? Uliandika jina yangu na shamba ni yangu. Ulichukua title deed. Sirudisha. Umekataa kabisa. Mwanaume amesema hana bibi. John hata umekaa mimi na wewe utaacha kuingilia familia yangu. Uache kuingilia familia. Nimechoka kupoteza muda. Kuridhishwa na alikuwa na rafiki yangu. Wacha kelele. Wacha kelele. Not for love. Nyamaza. Nyamaza. Nimechoka na kelele yenu. You talk a lot. Nimechoka na kelele. Naongea sana. Unasema naongea sana? Unasema naongea sana? Songa. Ni nini ona sasa? Bata adabu mama. Umenifanya nini wewe? Unatanga mambo gani? Songa chini. Si mlikuwa mnakula pesa na yeye? Mlikuwa mnakula pesa na yeye. Simameni hapa. Hapo namna gani? Hapo vipi? Inawasha? Hiyo ni adabu. Inaingia mzuri. Very nice. Wacha tuone sasa kiburi. Mlikuwa mnamkora kiburi, sasa ndio jeuri wako. Daktari wacha. Imetosha. Ndasema ukweli. Bado haijatosha, sema. Ongea. Songa. Nitaongea. Imetosha. Imetosha nini? Imetosha, ndasema ukweli. Haijatosha. Bado. Nyinyi mnaona kama napoteza hapa muda? Mnaona kama napoteza hapa muda? Daktari mimi nitasema ukweli. Haya simama hapa. Ongea. Simama. Ongeeni mkiwa mlikuwa mnadhani ni jokes.
Ongea ama tena niwaongeze dozi. Muongeze. Sasa kiburi imeisha. Msichana, ulikuwa unaona wewe ndio unaweza yote, si ndio? Yaani mmenyamaza. Nimewapa nafasi muongee na bado mmenyamaza. Usiongee. Niko na title deed. Uko na title deed. John, ilitoka wapi hiyo title deed anasema? Ulitoa wapi title deed? Kwa nyumba yako. Kwani mimi nifiche vitu kwa nyumba yangu? Wewe unakuja kuitoa vitu. Pesa zangu tu ndio unatumia tu kununua shamba unapewa nake. Tuna settle nini John? Understand me please. Nakuelewa nini? Nakuelewa nini? Kwa nyumba yangu. Mimi nakwambia unakuja kwa nyumba yangu tafuta nini? Kwani iko na jina yangu. So I had bibi. Unajua tuko na mtoto. Nayo. Shamba ni yangu, iko na jina yangu. So ndio maana nilichukua iko kwangu. Sasa mbona ulichukua hiyo title deed? Siko na jina yangu. Kwani mimi nikuweka tu title deed hapo na kwani sasa ilikuwa right time? Iko na jina yangu. Hiyo shamba mtabidi mimi nataka tu turudi. We sit down. Tukae. Pesa pia ulete. We talk. Ati uliuza nini? As you have heard. Sali finally amesema ongeeni sahihi. Amesema that akona hiyo title deed. So John, you bought a land for your side chick. Yeah. John, like for real, like umefanya maana. So far kwa tangu nikujie. Ni drama after drama. Ni nini hujafanya? Babe, sio ndo unafanya mambo yote inakuwa drama hivi. Wewe mara unakuja na cameras, mara sijati unataka kunisurprise sijati na makameras. Hizo ni mambo gani sasa? Unakuja na makameras. Mimi nakuja kuchukua vizuri, wewe unakuja na makameras unakuja na mimi I wanted to make it memorable for you kunikujia airport. Lakini from airport mpaka hapa imekuwa tu drama after drama. Ni wewe ndo unafanya drama. Mimi nafanya wapi? Tulienda kwa nyumba tusettle hii mambo. Mimi ndo nilienda kuwatongoza. Mimi ndo nilienda kuwatongoza. Ni mimi ama ni wewe? Kunisikiza, shida yako unisikize. Nakusikiza nini? Si unaona ndio shida yako? Kuna wako wangapi? Wanawake wangapi? 2. Si ndio? Wakakuja airport huko. Wewe unasikia aje kukula pesa ambayo si ya haki? Wewe unasikia namna gani? Lakini hata kama daktari unasema si ya haki. Hapa kwa forehead imeandikwa I'm married. I have a wife. Yaani bado tu uko na kiburi. Si bado kiburi, lakini si mimi nasema ukweli, si ni reality. So wewe kazi yako ni kuwa side chick. I was there for money, not for love. Money ya nani? Pesa ya nani? Pesa ya nani? Pesa yangu ndo pesa yangu tu. Yako tena imekuwa yako sasa. Pesa yako nilikutengea kando. Ulitenga ziko wapi? Unajua unashinda. Unaona kwanza uliniambia nimpe pesa kama akona gasi hivi. Ndambeaje pesa? Ngoja. Kwanza uliniambia vifaranga sijui umeweka mafaranga mingi. Lakini kila kitu ni uongo. Unajua aje? Sasa ameniambia kila kitu. Alienda kuoleka kwake. So yeye anakujanga nyumbani. Anaenda. Mamako kwanza anamwambianga kila kitu. John, wewe kazi yako ni wanawake. Sasa mbona unataka tuende nyumbani hata mimi siendi. Mimi tunataka tu ni pesa na mtoto. Si rumors. Najua ni ukweli. Kuna mwanamke mwingine anakupeanga pesa? Hakuna. Kuna mwanamke ananipanga pesa. Okay, sawa. Endelea. Babe, twende nyumbani, tutasolve hii mambo. Hii mambo hata imekuwa refu tangu utoke airport. Sijui last week but once, sijui nini. Mambo imekuwa kuuliza tena. Wewe unajua wewe ndio unaifanya ikuwe refu. Wewe mwenyewe daktari, bibi yangu alikuwa ananipatia pesa. Una standard ni bibi yangu peke yake. Msimamo, ujui ukubali. Sema ukweli. Sasa wewe mbona ulikuja kwa maisha yangu? Unanionyesha pesa hivi. Mimi ni nani? Na wewe mbona ulikula? Ulikuwa unanionyesha hivi. Ona huyu. Wewe kwanza hata utoke huku. Daktari mtu afukuzwe huku. Amekuja hapa kufanya nini? Amekuja hapa kufanya nini? Nyinyi unaona wewe na hao wanawake wako wote. Wanawake wanani watu mtasafa. Mtasafa. Mimi sina haja na mimi babe. Sisi tunaweza ongea kitu. Daktari tafadhali. Mimi siongei. Mimi nataka indo yangu vizuri tafadhali. Mimi si mke wako. Wewe enda polepole na maneno. Enda polepole. Nimeweza kuuliza pale kama kuna mwanamke mwingine ambaye anakupeanga pesa, umesema hakuna, si ndio? Tutajua tu hivi karibuni. Ni mke wangu daktari. Ni sawa? Daktari, ni sawa. Kuna huyu mwanamke, unaona huyu mwenye ametoka hapa, rafiki yake. Amekuwa na wao wote. Daktari anajua. Daktari knows everything. Ndio maana nimemuuliza. Lakini baada anakana, lakini ni sawa tu. Huyu anipeangi pesa daktari.
huyu anipatiangi pesa. Mke wangu ndio hunipea pesa na mimi natumia 1 2 3 mambo zetu ya familia. Mimi nimesave pesa, yeye hataki kuja nyumbani. Anapita hakuna pesa yoyote amesave. Hakuna pesa yoyote amesave. Najikuta niko huku so na shida. Hakuna pesa yoyote mwanaume amesave. Unaishi wapi? Hakuna pesa yoyote umesave. Swali. Daktari simuuliza, madam simuuliza hata hiyo swali. Mimi what can I say? Daktari like guys, ikitu imekuwa ni tough guys, like yani hey. Okay man, as in daktari, me the way I trusted you, I know everything will go well. So daktari, I want us to know you will, so kuna mwanamke vile umesema, kuna mwanamke huyo sasa ule mwenye alikuwa anampea pesa pia ni kumpea anampea pesa pia yako na mambo yake, na hiyo mambo nitayasema akikuja hapa. Manake nikiweza kusema huyu atatoka hapa tena aenda afanye mambo yake yenye ambayo huwa anafanya ambayo sitaki afanye, ndiposa nitaweza kumleta hapa mwenyewe aweze kusema kile kitu ambacho nataka aseme. Okay guys, hey, well, I don't know what to say, like so even imagine the wife alikuja ako hapa, so I'm sure like ako bado na kutu, hawajaweza kupatana na mume wake from akuje, ni drama after drama, like everything imeenda hivi, yeye mwenyewe ako stressed everything. So I want us to solve this thing in a good way. So vile daktari amesema anataka mwanamke mwingine akuje, so I want the woman akikuja, just stay tuned.